Shemeji Aisha, unaweza kuniambia ilikuwaje ukawa mzuri kiasi hiki? Kwa swali lake lilinifanya nicheke sana. Ukweli huwa napenda sana kusifiwa, lakini zaidi napenda sana kusifiwa na shemeji. Huwa najihisi raha sana. Sijui ni kwa nini huwa napenda kusifiwa na shemeji zangu, hasa shemeji yangu huyu Devi. Basi nikamjibu shemeji yangu Devi, Shem, amna, mbona nipo kawaida tu, sina uzuri wowote, mimi ni wa kawaida sana. Aisha, wewe si wa kawaida, wewe ni mzuri kupita kiasi. Basi baada ya kuona Devi anang'ang'ania sana kwamba mimi ni mzuri na hataki kabisa kuachia hilo swali lake, ikabidi nimwambie, basi sawa, mimi ni mzuri, itakuwa tumechaguana na shogangu Aziza, kwa sababu wote ni wazuri. Aziza ni mzuri sana na mimi ni mzuri, lakini Aziza amenizidi kidogo. Unajua mwenzangu ana shepu sana, kwa hiyo Aziza ni mzuri zaidi yangu. Baada ya kusema hivyo, Devi akasema, Aisha, acha uongo Aisha. Aisha, hivi wewe unaweza kujilinganisha na Aziza? Okay, sawa, sikatai Aziza sio mzuri. Ni mzuri sawa, lakini Aisha, acha masiara. Huwezi kujilinganisha wewe na Aziza bwana. Yaani umemzidi Aziza mbali sana. Mbali. Umemzidi mbali sana. Shemeji Devi, nimemzidi wapi? Aziza amenizidi uzuri mimi. Au anyway, basi tufanye wote tupo sawa. Mimi na Aziza wote uzuri wetu unafanana. Wakati huo niliongea nikiwa nachezea simu yangu, ni macho yangu yote yalikuwa kwa Devi. Unamwangalia muda wote alipokuwa akiniongelesha. Devi akaniambia, Eliza Aisha, mimi huwa napenda kwa mkweli tu. Wewe ni mzuri zaidi ya Aziza. Hiyo shepu yako inatuchanganya wengi sana. Atuwa Aisha jamani. Basi baada ya Devi kuniambia hivyo nikamwambia, shemeji, ina maana shepu yangu inakuchanganya hata wewe? Baada ya kusema hivyo, Devi aliniangalia kwa bashasha sana. Alafu akasema, yaani Aisha, haki ya Mungu nikisema huwezi kuniamini. Shepu yako inanichanganya sana. Inanivuruga na nikoroga na nivuruga na nigeuza halafu inakuja kunimwaga chini pwa. Wewe shemeji Devi wewe, uongo umeanza lini? Hapana, sijapata kuona. Aisha, sikiliza. Huwezi kuamini, lakini huwa unajua najizuiaga tu kusema. Ila ni kweli nina mengi sana kuhusu wewe. Nina mengi Aisha. Basi tu ngoja niache. Nimekisema basi. Hapana Aisha. Unanivuruga tu na hiyo shepu yako. Acha tuishi hapo. Devi alionekana kama anang'atang'ata maneno, lakini sikumjibu chochote. Nilichokifanya, niliweka tu tabasamu zuri usoni mwangu. Sura yangu na macho yangu ilipambwa na tabasamu lililobeba vizuri sana uso wangu. Wakati huo Devi aliendelea kuniangalia muda wote tu. Alafu akasema, Aisha, ukweli huwa natamani hata nipate nafasi ya kushika tu hata nipate nafasi hata ya kukushika kidogo tu mwenzako. Kidogo tu nikushike, angalau nitajisikia amani. Sasa unishike vipi jamani? Nilimuuliza Devi. Devi akaniambia, yani shemeji Aisha, nikushike tu popote tu, nikushike tu.
nitafurahi sana nikikushika. Haya, nishike basi. Kweli? Aisha, nikushike? Nikushike kweli au? Devi, nimekuruhusu unishike. Devi aliendelea kung'ang'ania maneno yake hayo hayo, ni kuonyesha kwamba natamani kunishika. Ni kwa ufupi tu ni kwamba nilimuelewa Devi, yalikuwa ni maneno ya kunitongoza. Basi baada ya pale Devi akaniuliza, Shemegi, nikushike wapi sasa? Devi baada ya kuniambia hivyo nikamwambia, haya, nishike mkono huu hapa. Wakati huo nilikuwa naunyoosha mkono wangu kuelekea kwake. Devi alicheka kidogo, alafu akaniambia, Aisha, una hivyo bwana? Sio mkono bwana. Sasa Devi, kumbe unataka unishike wapi? Kwa hiyo Devi, unataka unishike wapi? Baada ya kumuuliza hivyo, Devi alinyamaza kidogo, alafu akasema, mimi nataka nikushike kiuno. Devi, mbona una balaa wewe? Aziza akitukuta hapa itakuwaje? Hivi unataka kutugombanisha na shoga yangu? Devi, kweli kabisa shemegi yangu nishike kiuno, alafu Aziza akitokea hapa nitamwambia nini? Basi wakati naongea hivyo, Devi alinidaka juu kwa juu na kuniambia, Aisha, hatukuti bwana. Unaona kwa kama mtoto mdogo hivi. Hawezi kuja saa hizi. Kwanza hebu angalia ni saa ngapi. Nimezungumza naye sasa hivi kwenye simu. Amesema ndio anaingia saluni. Kulikuwa na foleni njiani. Afike pale, aanze kusukwa, apakwe dawa, sijui nini na foleni tena ya kurudi hapa. Kwani na maana shemegi yangu hicho kiuno nitakishika dakika ngapi mimi Devi? Dakika ngapi tu, sekunde tu nishakushika kiuno tayari. Naomba nikushike kiuno basi Aisha. Devi, mistaki bwana. Nilimjibu Devi kwa sauti ya chini chini sana, sauti yenye unyonge ndani yake. Devi akaendelea kusema, jamani Aisha, kukushika kiuno tu. Sasa kuna ubaya gani hapo? Ina maana hicho kiuno nitakipeleka wapi mimi? Nitakifanyia nini? Kushika tu kiuno? Mbona hakuna ubaya wowote hapo? Devi aliendelea kung'ang'ania sana kwa muda mrefu. Hatimaye nikamwambia Devi, haya nishike basi hicho kiuno ufurahi. Baada ya kauli hiyo, Devi akasimama huku akiwa na furaha sana. Alafu akaniambia nitoke pale kitandani nilipokuwa nimekaa. Kisha alinitaka nisimame. Mani, sijui hata nimekutwa na kitu gani. Sijui nimerogwa, eti nikajikuta tu nimefanya alichoniagiza Devi. Nisimama, alafu Devi akanisogelea na kunishika kiuno changu na mikono yake yote miwili. Alianza kunitomasa taratibu nyuma ya kiuno changu. Alitumia kama sekunde 5 hivi. Alafu nikamwambia, Devi, haya tayari basi imetosha. Najua ukiendelea utasababisha mengine hapa. Hebu acha basi Devi. Muda huo nilikuwa naongea huku nikiitoa mikono yake kwenye kiuno changu. Devi akasema, Aisha, mengine yapi tena jamani? Mengine yapi? Alionekana ni kama hanielewi na maanisha nini. Lakini nilijua kabisa anajua ninachokisema. Ikabidi nimwambie tena,
tusitiane nyege jamani. Mbona hivyo? Utaleta balaa hapa. Nilijikuta nalopoka tu maneno ovyo ovyo. Kweli nilishaanza kuwashwa kabisa. Nilishaanza kusikia mihemko ya hatari sana mwilini mwangu. Devi. Mbona hivyo? Devi aliongeza kunishika tena kiuno changu. Na hapo alipandisha mkono wake vizuri kwenye mgongo wangu. Na mkono mwingine alipeleka kichwani. Devi alianza sasa kutalii kwenye mwili wangu kwa upande wa mgongoni, akipeleka mikono yake juu mpaka kwenye shingo na kurudisha tena kwenye kiuno. Kwa kufanya hivyo alikuwa amenivuruga kabisa. Alinichanganya sana. Bana. Sijui kwa kweli nifanye nini hapa. Najua watu watasema eti Aisha ana tabia mbaya. Sasa nifanyeje? Na Devi ameshanitia nyege kiasi hiki. Nilijisemea maneno hayo moyoni mwangu. Wakati huo Devi alikuwa ameusogeza mdomo wake karibu kabisa na mdomo wangu. Sikuweza kujizuia kabisa. Sijui ni nini kilitokea hapo, lakini tulianza kupeana madenda ya hapa na pale, huku Devi akiongeza kasi zaidi ya kunitomasa kwenye mwili wangu. Wakati Devi anaanza kunigusa mwili wangu, nilikuwa nainua macho yangu na angalia juu kabisa kwenye ceiling board, na kisha nayashusha macho yangu chini na kuangalia kwenye sakafu. Ni baada ya dakika kadhaa kupita, nikajikuta sasa sijui macho yangu yamekutwa na kitu gani, lakini yamekuwa mazito hata kufumbuka. Macho yamefumba, sioni kabisa. Ninachokijua mimi ni kwamba Devi amefanya nimewashwa sana. Nimeshachanganyikiwa jamani.